Naam, basi ni wakati mwingine ambao Mwenyezi Mungu ameweza kutujalia tena ili kwamba tuweze kupata kusikia kutoka kwake. Na hivyo basi, popote ulipo, iwe ni katika biashara, iwe ni katika mkutano huu, mahali popote ambapo unasikiza ujumbe huu, ninakukaribisha ili kwa pamoja tuweze kupata kubarikiwa. Hivyo basi, ninawaletea tumaini la ulimwengu huu ambao umezidi kudanganyika na kupotoka njiani pa Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, iwapo ni mahitaji kwako kuwa uweze kupokea tumaini hii, uweze kuwa karibu ili upate kubarikiwa. Na tupate kuomba. Baba mtakatifu unayeishi milele, utukuzwe na uhimidiwe ewe Mungu wetu. Maanake uliweza kutenda vyote kwa ajili ya kila mwanadamu ili tusipotee bali tuweze kuwa na uzima wa milele. Baba, na kuomba ya kwamba uweze kunitumia kama chombo chako ili niweze kupitisha ujumbe ambao umeweza kuandalia wana wa eneo hili. Na vile vile mahali popote walipo wakisikiza ujumbe huu, uweze kuwatembelea pia na uweze kuwapa uwezo wa kuelewa neno lako. Na baada ya yote tutakusifu na hata kulinua jina lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Basi jioni ya leo ningependa tuweze kujitia moyo na tuweze kufahamu ya kwamba Kristo aliyeweza kutoa nafsi yake kwa ajili yetu anahitaji jambo katika maisha yetu. Na hivyo basi, siku ya leo ningependa nikuite na nikuambia kwamba heri yule ambaye ataweza kuamua moyoni mwake kuwa mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Heri mtu ambaye anamcha Mwenyezi Mungu. Baada ya kufahamu kile ambacho Yesu Kristo ameweza kutenda kwa ajili yetu, sijui kama utaweza kutoa na kufanya uamuzi uweze kumcha na kumtumikia huyu Mungu. Ningependa tuweze kwenda moja kwa moja mpaka kitabu cha Ufunuo 14 na tuanzie mstari wa 6 na hata mstari wa 7. Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6 na mstari wa 7. Neno la kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu akisemaje? Yeye malaika huyu ana injili ya milele akisemaje? Anawahubiria wale wote ambao wanakaa juu ya nchi, anahubiria kila taifa, anahubiria kila kabila, na pia anahubiria kila lugha akisemaje? Na jamaa akasema kwa sauti kuu, naam, mcheni Mungu. Malaika huyu anahubiria kila mtu katika ulimwengu huu akimwambia kwamba sasa ni wakati wa kumcha Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Sababu na lengo kuu ya kwamba tuweze kumcha Mungu na tuweze kumsujudia na kumtumikia
ni kwa sababu saa ya hukumu yake imeweza kuja. Na huyu Mungu ambaye anastahili kutumikiwa na kupewa sifa na utukufu ni Mungu aliyefanya nini, msomaji? Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, na bahari na chemchemi za maji. na bahari na chemchemi za nini? Za maji. Na hivyo basi, siku ya leo ninakukaribisha ewe unayesikiza ujumbe huu, ya kwamba ni wakati ambao imetupasa sisi kama wanadamu tuweze kumcha Mwenyezi Mungu, tuweze kumsujudia yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Maana aliweza kutuumba sisi pia, na akaweza kuchukua hatua ya kuweza kutukomboa katika ulimwengu huu ambao uliweza kupofushwa na Ibilisi Shetani. Na hivyo basi ni wito ya kwamba tuje tuweze kumhubiria na kumtumikia Mwenyezi Mungu wetu, tuweze kumpa sifa ambayo anastahili. Maanake kitabu cha Ufunuo 5 na tuweze kuanzia mstari wa 12, tuweze kusikiza na kujua kwamba Mungu wetu anataka tuweze kumcha. Anahitaji tuweze kuweza kumtumikia na kumsujudia, kwa maana siye tu aliyeziumba mbingu na nchi, lakini ni kwa sababu ameweza kutenda jambo kuu katika maisha ya kila mmoja wetu, na ambaye ataweza kumwamini Yesu Kristo, atakayempokea Yesu Kristo aweze kuwa mkombozi na msaidizi wake maishani, ataweza kupokea uzima wa milele, hataangamia, bali atakuwa ameweza kutoka chini ya sheria, naye basi atakuwa huru katika Yesu Kristo, ambaye ndiye atakayekuwa ni mkombozi wa maisha yake. Kwa sababu hiyo tutapata kuelewa ya kwamba Mungu wetu anapotuita tuweze kumfanyia sifa na tuweze kumtukuza na kumtendea yale yote ameweza kutufanyia maishani mwetu, ni kwamba ujumbe huu unaanzia ama kumcha Mwenyezi Mungu inaanzia pale ambapo tunamtafuta uso wake ili aweze kutukomboa maishani mwetu. Maana Yesu Kristo alipotenda kila jambo kwa ajili yetu sisi kama wanadamu, akaweza kuchukua hatua na kutuita sisi tuweze kujia ule uokovu ambao tayari ameweza kutupa. Na hivyo basi, jambo la kwanza ambalo tunahitajika kufanya ni kwamba tuweze kufahamu na kujua ya kwamba sisi kama wanadamu tumeweza kupungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu tumeweza kupungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu, tunastahili kutafuta uso wake ili aweze kututia nguvu, aweze kutusamehe kwa sababu ya dhambi zetu. Na basi ningependa msomaji tuweze kufika kitabu cha Matendo ya Mitume, yani Acts chapter 14, na tuweze kuanzia mstari wa 14 hata mpaka mstari wa 15, ili tupate kuelewa ni nini ambacho Kristo anahitaji katika maisha yetu. Hapa ni wakati ambapo Paulo ameweza kupeleka injili katika sehemu ya Listra, na anapopeleka ujumbe kwa watu hao ili aweze kuambia jinsi ambavyo Kristo ameweza kuwaokoa, anakutana na yule mtu ambaye amekuwa ni kiwete maishani mwake, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu anapata kufanywa kuwa mzima. Na sasa inafikia wakati ambapo tunaona ya kwamba watu hao wanataka kumfanya Paulo na wenzake waweze kuwa ni miungu. Lakini jambo ambalo linatendeka hapa ni kwamba Paulo anaakiri ya kwamba yeye siye kama Mungu, bali yeye ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni. Na kwa sababu hiyo
anawaomba watu hao ya kwamba waweze kuziachana na njia zao, waweze kuachana na miungu yao ambayo wameweza kujifanyia maishani mwao, na waweze kumfanya Mungu mwenyewe aliyeziumba mbingu na nchi aweze kupata sifa na shukrani siku zote. Hivyo basi, msomaji, ningependa uweze kusoma fungu hilo. Naam. Naam. Walipopata habari, Naam. wakararua nguo zao, Naam. wakaenda mbio wakaingia katika makutano. Kutokana na kusikiza kile ambacho watu hao walikuwa wamepanga, yaani waweze kumchinjia Paulo sadaka, tunaambia kwamba Paulo na wenzake waliweza kunyenyekea na kukataa hayo kwa kurarua nguo zao na kufanya nini, msamaji? Wakapiga kelele Na kupiga kelele wakisemaje? sema, Naam. akina Bwana, Naam. mbona mnafanya haya? Mbona mnafanya haya? Mbona mnataka kuwa ama kutoa hiyo sifa na utukufu ama hata kusujudia kile ambacho sio Mwenyezi Mungu? Mbona mnafanya hayo? Endelea msamaji. Sisi nasi tu wanadamu hali moja na nyinyi, Sisi nasi tu wanadamu pamoja nanyi. wawahubiri habari njema, Naam. ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili. Siku ya leo ni kwamba tunahubiri injili hii ili tuweze kuwaita ninyi nyote muweze kuachana na mambo haya ya ubatili, mambo ambayo yamekuwa yakiwatenga na Mwenyezi Mungu, ili muweze kumtazamia Mungu mwenyewe ambaye ndiye aliyeziumba mbingu na nchi. Mungu ambaye aliweza kutupenda, ameweza kutupa mwelekeo ambao tunastahili kuzifuata. Na hivyo basi tutakaa mpaka lini tukizishika mambo maovu ambayo hayastahili machoni pake Mwenyezi Mungu? Na hivyo basi Mungu anatoa wito ya kwamba tuweze kumcha yeye peke yake ambaye ndiye aliyeziumba mbingu na nchi. Tuweze kutafuta uso wake ili maishani mwetu tuweze kupokea uzima wa milele. Na hivyo basi kumcha Mungu inaanzia pale ambapo tunagundua ya kwamba tumemkosea, kisha tuweze kurudi na kufuata njia ambazo ametupa. Maanake sisi tusipojua mwelekeo ambao Mungu anataka tuweze kufuata, basi hatutakuwa na uwezo wa kutembea kulingana na njia zake. Na jambo kuu ni ujue ya kwamba Kristo aliweza kutoa vyote kwa ajili yako, aliweza kufa kwa ajili yako. Na hivyo basi anataka wewe uweze kumtambua maishani mwako na uweze kumfuata siku zote. Atakapokuita uweze kuenenda njiani mwake. Usifanye moyo wako ukawa mgumu, bali uweze kuitikia sauti yake na uweze kumtafuta. Maanake kuna tumaini kwa wote ambao wataweza kumwamini huyu Yesu Kristo. Hivyo basi ningependa uende hadi Matendo hiyo ya Mitume 2 na uanzie mstari wa 37 hata mpaka 40, ili tuweze kujua ya kwamba Mungu wetu anataka tuweze kutoka ama kuondoka katika njia zetu za ukaidi. Yaani tumeweza kutenda mambo makuu na mambo maovu ambayo hayastahili machoni pa Mwenyezi Mungu. Jinsi ambavyo tumeweza kuishi maisha yetu ni maisha ambayo yameweza kuwa ni chukizo kwake. Na hiyo basi anatoa wito akituambia nini, msomaji? Matendo ya Mitume 2:37 mpaka 40 nasemaje? inasema ya kwamba walipoyasikia haya, Waliposikia mahubiri ambayo yalitolewa kwao, wakafanya nini? wakachomwa mioyoni mwao. Wakapata kuchomwa mioyo yao, yaani wakagundua ya kwamba kwa hakika wameweza kumkosea Mwenyezi Mungu. Yaani walimsulubisha Yesu Kristo ambaye hakuwa na hatia yoyote. Yaani walimsulubisha yule ambaye ndiye aliyekuwa mwokozi wao. Na hivyo basi akina Petro, akina watume wa Mwenyezi Mungu
wanapopeleka mahubiri na injili kwao na kuambia yale yote waliyotenda, wakachomwa mioyoni mwao. Na hivyo basi wakasemaje msomaji? Wakamwambia Petro na mitume wengine nini? Tutendeje basi ndugu zetu? Naam. Petro akawaambia nini msomaji? Tubuni dhambi zenu na pia mkapate kubatizwa, yaani mkapate kuanza maisha mazuri, muweze kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, ambaye ndiye pekee aliyeweza kutenda vyote kwa ajili yao, na ndiye pekee aliyekuwa na uwezo wa kuwaokoa. Na hata nasi vile vile siku ya leo, iwapo utaweza kugundua ya kwamba Kristo aliweza kupepa masikitiko yetu, na ya kwamba tumemsulubisha Kristo wetu kwa kukataa kuzitii njia zake, kwa kumkataa yeye ambaye ndiye aliyekuwa kwa ajili yetu, kwa kumkataa ama kwa kukataa ukombozi ambao ameweza kutupa, tuweze kutupu basi dhambi zetu na tumlilie Mungu ili aweze kutupa msaada tunaohitaji kwa wakati ufao. Na hivyo basi anatuambia nini katika mstari wa 40? 40 nasema akawashuhudia kwa maneno mengine mengi. Naam. Mengi sana. Naam. Na kuwaonya akisema, naam, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Basi kile ambacho Mungu anahitaji maishani mwetu ni kwamba tuweze kujiokoa katika kizazi hiki ambacho ni kizazi ambacho ni cha ukaidi, hasa katika ulimwengu huu. Na hata katika kizazi hiki tunalo kizazi ambacho linajulikana kama Generation Z, yani ni kizazi ambacho kimeweza kutokea katika ulimwengu huu. Nani ni kizazi ambacho kimeweza kujulikana na ukaidi mwingi. Na hivyo basi Mungu anatoa wito kwako ewe kijana. Mungu anatoa wito kwa kila mmoja wetu ya kwamba tuweze kujiokoa na kizazi hiki, yani kizazi ambacho kimeweza kupotoka, kizazi ambacho kimeweza kumkataa Mungu. Na hivyo basi Mungu ataweza kuangaza moyoni mwako. Atasema ya kwamba japo umeweza kuwa ukifanya mambo ya ukaidi, japo umekuwa ukitanga mbali naye, ukizifuata njia zako, atakupokea siku hiyo ambayo utaweza kumtafuta uso wake, ili ya kwamba uweze kuwa na uzima wa milele. Maana Kristo alikufa kwa ajili yako ili usipotee, bali uweze kupokea uzima wa milele. Na hivyo basi Mungu angali anakuita ya kwamba njoo ukapate kumta yeye, njoo ukapate kuzitii amri zake. Maana jambo ambalo linahitajika maishani mwetu, jambo ambalo limebakia na jambo ambalo linahitajika katika maisha ya kila mmoja wetu, ni jambo ambalo ningependa mhubiri aweze kutuambia katika kitabu cha Mhubiri 12, na tuweze kusoma mstari wa 13 na mstari wa 14. The book of Ecclesiastes chapter number 12, na tuanzia mstari wa 13 na mstari wa 14. Tutaweza kumcha huyu Mungu wetu vipi baada ya kuokoka, baada ya kugeuka katika njia zetu, baada ya kutazama uso wa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mkombozi wetu? Ni nini ambacho tunastahili kufanya msomaji? Mhubiri 12:13 nasema, naam, hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu. Mungu anataka tuweze kumcha, yani hii ndiyo jumla ya mambo yetu, ama mambo yote, ama kando na kazi zote ambazo tunajihusisha nayo, kando na biashara yetu, kando na masomo yetu, kando na chochote kile ambacho tunajihusisha nacho, Mungu anataka ya kwamba tuweze kuzishika amri zake. Maana amri za Mwenyezi Mungu zinatuonyesha ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa upendo, yani yeye ndiye
aliyemtoa mwanawe wa pekee wakati ambapo hatukuwa tunastahili, wakati ambapo hatukuwa na nguvu, akamtoa mwanawe wa pekee, na kwa kutoa mwana wake wa pekee aliweza kuonyesha upendo wake, na sheria hizo zake zinaonyesha upendo wake, maana yeye ndiye Mungu anayeishi milele, na yeye ndiye ambaye anaokoa. Hivyo basi, hebu na uweze kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kukutia nguvu, ukatembee kulingana na maagizo yake, ukatembee kulingana na sheria zake, na ni hakika ya kwamba Kristo atakutia nguvu ukapate kuishi milele. Maana sisi kama wanadamu hatuna uwezo wa kutenda chochote Kristo asipoishi ndani mwetu. Kama tusipokaa ndani ya Kristo, hatuna uwezo wa kutenda chochote. Kizazi hiki kitaangamia, kizazi hiki cha jinsi, kizazi kingine chochote kile kitakachokataa kutii sheria za Mwenyezi Mungu, kitakachotokea na ukaidi wake, utapata kuangamia. Lakini Kristo anakuambia kwamba ewe kijana na ewe yeyote unayesikia ujumbe huu, jiokoe nafsi yako kwa kutubu dhambi zako, kwa kumcha Mwenyezi Mungu, kwa kuzishika amri zake, kwa kufuata njia ambayo amekupa, ili kwamba uweze kupokea uzima wa milele. Na hivyo basi, ningependa tuende moja kwa moja mpaka kitabu cha Yoshua 29, na ningependa msomaji waanzie mstari wa 14. Hebu na uweze kufanya uamuzi siku ya leo, uweze kumcha Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyezifanya mbingu na nchi, ambaye ndiye aliyetuokoa nafsi zetu katika mauti ambayo ilikuwa mbeleni mwetu. Naye basi, utakapomkubali Kristo, ataweza kukutendea yote unayohitaji. Kitabu ni cha Yoshua 29, na tuweze kusoma mstari wa 14. Kitabu ni cha Yoshua 29 mstari wa 20 ama mstari wa 14. 29 verse 14. Joshua. Hebu nao Yoshua akaweza kuamua ya kwamba yeye ndiye atakayesimama na atakayeamua ya kwamba atasimama na familia yake katika upande wa Mwenyezi Mungu. Msomaji, ni kitabu gani hicho? Nanyi naam. Sasa Yoshua 24 na mstari wake ni wa 15, nasema ya kwamba ninyi watu wa eneo hili muweze kuona kama ni jambo zuri kwenu, mkachague yule mtakayemtumikia. Kama mtaona ni vizuri mtumikie Mungu wetu, hebu na muweze kufanya vivyo. Hebu na msomaji, anza vizuri kuanzia mstari wa 14. Anzia mstari wa 14. 14 nasema, basi sasa mcheni Mungu. Basi sasa enyi watu hapa, mcheni Mungu, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kweli, na mkapate kumtumikia yeye kwa unyofu wa moyo wenu. Yani isiwe ni ya kwamba tunamtumikia Mungu wetu kwa vinywa vyetu tu, lakini baada ya kumtumikia kwa vinywa vyetu tunajipata ya kwamba mioyo yetu imbali naye, ya kwamba watu wengine wanaenda kanisani, kisha baada ya kutoka kanisani utapata kugundua ya kwamba wao ndio vikwazo kule vijijini, wao ndio wanaojihusisha na uganga, wao ndio wanaotenda mambo yasiyofaa machoni pa Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu anasema ya kwamba tuweze kumcha huyu Mungu na tuweze kuzifuata njia zake. Kisha anaendelea akisemaje msomaji? Naendelea ikisema ya kwamba na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto. Naam. Na huko Misri. Naam. Mtumikie yeye Bwana. Naam. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni leo. Nanyi enyi watu wa eneo hili, kama mtaona ya kwamba
Ni vibaya kumtumikia Mungu ambaye tumemleta katika eneo hili. Mungu huyu ambaye tunamhubiri siku ya leo, mfanye nini msomaji? Kwamba ni miungu ile ambayo baba zenyu walitumikia ng'ambo ya mto. Naam. Na kwamba ni miungu ya wale Waameri. Naam. Ambao wanakaa katika nchi yao. Naam. Lakini mimi na nyumba yangu, naam, tutamtumikia Bwana. Asante sana. Basi ewe mwenyeji wa eneo hili, wewe unayesikia sauti hii, utachagua siku ya leo ni nani utakayemtumikia, ni nani utakayemcha maishani mwako. Lakini sisi na familia zetu tutachagua kumtumikia Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, yeye ambaye aliweza kutuokoa pia katika giza ya dhambi, akaweza kutuelekeza tukapata nuru hii. Na sababu hiyo, kama unahitaji Kristo huyu na Mungu wetu aliyefanya yote kwa ajili yako, awe ni Mungu atakayepata sifa na utukufu kutoka kwako, ningependa niweze kukukaribisha ili tuweze kupata ombi kwa pamoja ya kwamba Mungu ambaye ametenda yote kwa ajili yako ndiye anayestahili sifa. Ningependa uweze mahali ulipo uweze kusongea karibu ili tuweze kupata kuomba kwa pamoja. Lakini ujue ya kwamba hivi karibuni watu wa Mungu wataweza kumsifu Mungu wao, watamtukuza, maana aliweza kutenda vyote kwa ajili yao. Aliweza kufa msalabani, akazidi kutoa kilio kwa sababu ya masikitiko na huzuni zako, akamlilia Mwenyezi Mungu, Eloi Eloi lama sabaktani, yani Mungu wangu mbona waniacha. Dhambi zako zikamfanya akaweza kuhisi uchungu huo mkubwa, akahuzunika na tena akaweza kusononeka moyoni mwake. Tukimalizia, ningependa msomaji uweze kusoma kitabu cha Ufunuo 5 na uweze kuanzia mstari wa 12 hata mpaka mstari wa 14. Neno la Mungu linasemaje? Linasema ya kwamba, naam, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo. Astahili mwana kondoo kufanya nini? Naam, kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Naam, na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari. Naam, na vitu vyote vilivyomo ndani yake. Naam, nalivisikia vikisema, naam, baraka na heshima na utukufu, naam, na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi, naam, na yeye mwana kondoo hata milele na milele. naam, na wale wenye uhai wanne wakasema, naam, amin, na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Asante sana. Yani Kristo anastahili kutukuzwa na kuhimidiwa milele, maana yeye ndiye mwana kondoo achukuaye dhambi za ulimwengu huu. Sijui kama wewe utafanya uamuzi maishani mwako uweze kumcha huyu Mungu wetu, ukaweza kumsujudia maishani mwako, maana alichinjwa msalabani kwa ajili yako, akachinjwa msalabani kwa ajili yangu, akachinjwa msalabani kwa ajili ya kila mmoja wetu. Na hivyo basi, yeyote atakayemwamini na kuzitii na kufuata njia zake ataweza kupokea uzima wa milele. Utakaa mpaka lini ukitegemea mambo ya dunia hii, ukitegemea wafalme katika ulimwengu huu ambao tunaambia kwamba wao wataweza kutoweka na wasikuwepo kukusaidia wakati wa mahitaji? Hivyo basi, kama ni ombi lako ya kwamba Kristo apate kukusaidia maishani mwako, uweze kusimama ili tuweze kupata ombi. Na kama ni chaguo lako ya kwamba utamtumikia Mungu, utaweza kumcha maishani mwako, hata ingawa hatuna uwezo wetu kama kibinadamu, bali ataweza kututia nguvu ili tuweze kutenda yote kwa ajili yake.
na kwa njia spesheli, kama ungependa pia kuweza kutoa uhai wako kwake Mwenyezi Mungu, yani uweze kushiriki na kuenenda pamoja na yeye maishani mwako, ningependa uweze kusogea karibu ili tuweze kupata kuomba pamoja. Mahali popote ulipo, iwe ni dukani, iwe ni pahali popote pale, ningependa tuweze kupata kuomba kwa pamoja. Tupate kuomba. Utukuzwe, uhimidiwe ewe Mungu wa mbingu na nchi, wewe uliyetupenda ukatenda vyote kwa ajili yetu. Kwa hakika unastahili sifa na kuhimidiwa Bwana wetu. Tushike mikono yetu ukatutie nguvu ili tukapate kuenenda kulingana na njia zako. Baba, asante kwa kunitumia kama chombo chako, ukapate kuinuliwa milele na uweze kumsaidia mwana wako ambaye mahali alipo ameweza kutoa uhai wake kwa ajili yako, ili kwamba damu yako iliyomwagika kule msalabani iweze kumtia nguvu, naye awe ni kondoo ambaye anafahamu sauti yako. Utusaidie sisi zote kuanzia wakati huu hata mpaka milele, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Amina. Mtafute Kristo, ukamche huyu Mungu, naye atang'aa ndani mwako, atakupa uzima wa milele, nawe utaishi ukimtukuza